Ni uamuzi wenye kuleta maana nzuri, kwa sababu kumekuwa na tabia na fikra fulani kwamba pengine mahakama za nchi yetu au za Tanzania kwa ujumla wake ni vigumu sana kutenda haki katika jambo ambalo linahusiana na watu wa upinzani na kadhalika, la kwanza. Lakini la pili, ukiangalia linaleta murwa katika siasa za nchi, kwa sababu chama cha siasa kimesajiliwa kufanya siasa na kikusajiliwa kukaa benchi na kusubiri. Kwa hiyo nafikiri kupata haki ya kuzungumza, kujinadi, kupinga, kuunga mkono, kulaumu, kushauri na kadhalika ni majukumu yake. Akiwezi kushauri ikiwa kimefungwa mdomo na taratibu za kisheria. Lakini la pili ambalo ni nzuri zaidi ni kwamba angalau imeonekana kwamba vyama vyetu vinaweza kustahimili vishindo vya kisheria na kuweza kutekeleza yale ambayo yanakuwa yameamuliwa bila kuhalifu. Chadema haikuhalifu jambo hili, na hata pale ilipoambiwa imehalifu bado mahakama ilisema kwamba haijahalifu chochote. Kwa hiyo katika hili ni kwamba ni katika kuendeleza siasa za ustaarabu za taifa letu. Umeleta jambo jema na murwa kwa siasa za Tanzania, lakini inafahamika kwamba chini ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania maswali yapo mingi. Je, kuna matumaini gani kwenye utekelezaji hasa wa hatua iliyoamuliwa na mahakama? Kwa sababu kwenye utekelezaji mara nyingi ndio yanapokuweko maswali. Kama upande wa wale waliokuwa na wameweka shinikizo hili au pingamizi hili hautakata rufaa, basi ina maana kwamba bila shaka jambo hili litakuwa limepita bila lolote. Likitokea kwamba wamekata rufaa, sasa itakuwa ni masuala ya kisheria. Lakini kama halitakata rufaa, basi jambo hili, uamuzi ule utakuwa umewapa haki ya kuendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa ada. Lakini hilo ni jambo moja, na utekelezaji wa mambo haya lazima uzingatie sheria. Pengine kumetokea mara nyingi, na mahakama hata ya Afrika Mashariki iliwahi kuhukumu jambo fulani kwamba mahakama ya Tanzania imehukumu, lakini serikali inageuka inakuja kwa utaratibu tofauti. Kwa hili inakuwa ni vigumu sana kutetea serikali, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamefungua kesi, hakuna uthibitisho kwamba walikuwa wametumwa na serikali. Lakini kwa kuwa serikali haihusiki, itategemea wale wenyewe waliokuwa wamefungua shauri hili wana msimamo gani. Lakini kama wana msimamo mwingine zaidi ya huu, basi tarajii kuona kikwazo chochote katika hili. Pamoja na hilo, Bwana Mduni, mara nyingi hapo Tanzania imeonekana kwamba jeshi la polisi mara nyingi ndio linanyoshewa kidole kwamba linazuia mikutano ya kisiasa. Unadhani kwamba mahakama sasa imewafungulia njia vyama vya kisiasa kuchukua hatua ikiwa inatokea mfano jeshi la polisi linatoa kisingizio fulani kuwazuia tu wapinzani kuendesha mikutano yao au kuendesha shughuli zao za kisiasa kama ambavyo imeonekana huko nyuma? Uzembe umekuwa katika hilo, kwamba mara nyingi tumekuwa watu wa kulalamika zaidi baada ya kuchukua hatua za kisheria. Na nafikiri kwa hili malalamiko sasa yameonekana hayana maana yote, maana kule kulipochukuliwa sheria za taratibu za kisheria, mahakama imetenda haki, na kwa hilo hatutarajii kuona malalamiko tena